Hakika ujio wa mchezaji wa kimataifa wa Senegal Libase Geye, ujio wa beki wa kimataifa kutoka Ivory Coast Ismail Olivier Toure, ujio wa beki wa kimataifa wa Tanzania wa kushoto Nixon Kibabage, na hapo bado kuna Cletus Chota Chama mwamba wa Lusaka ambaye naye amesajiliwa katika kipindi cha dirisha dogo akitokea Singida Black Stars kwa ajili ya kurahisisha mambo eneo la kati, kulainisha pasi muhimu zile za kuwezesha mipira kuwafikia akina Selemani Mwalimu, Jonathan Soa. Unaleta matumaini makubwa kuimarisha kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba katika mechi za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo hivi sasa imebaki masaa machache kwa wao kuteremka dimbani kucheza ugenini dhidi ya wenyeji Esperance de Tunis. Ni mechi ambayo wekundu wa Msimbazi Simba watakuwa wakifanya kila wawezalo kuhakikisha wanapata point kubwa zaidi, ushindi, lakini ikibidi hata sare sio mbaya, bali wasipoteze mchezo, kwa sababu kufanya hivyo kutazidi kuwakatisha tamaa kisaikolojia, ingawa mechi bado zitakuwa zimebaki tatu ili kuwania nafasi mojawapo kati ya mbili kwenye kundi lao la D kwenda katika hatua ya robo finali. Utaratibu wa CAF, timu mbili zinazoongoza kwenye kila kundi kati ya makundi manne ligi ya mabingwa barani Afrika hatua ya makundi ndizo zinakwenda robo finali. Simba tangu msimu wa 2018-19 bara zote wamekuwa wanaposhiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika huishia robo finali, ukiondoa msimu mmoja tu, msimu wa 2019-2020 pale walipoondoshwa mapema isivyotarajiwa na UD Songo ya Msumbiji. Lakini kwa nini nimewataja wachezaji hao wapya ambao wekundu wa Msimbazi Simba wameongeza katika dirisha dogo la usajili? Wamemuongezea nguvu kocha Steve Baker kuhakikisha wanatimiza mipango yao kwa msimu wa 2025-26 ikiwamo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Iko hivi, Simba kufikia leo hii wakiwa wameshacheza mechi mbili, wamepoteza mechi zote. Wamefungwa nyumbani bao 1-0 na Petro Atletico ya Angola, wakafungwa ugenini mabao 2-1 na Stade Malien. Matokeo yake mechi mbili hawana pointi yoyote. Matokeo yake mechi mbili wamefunga bao 1, wameruhusu mabao 3. Wako mkiani. Lakini wanacheza na Esperance de Tunis ambayo yenyewe pia katika mechi mbili walizocheza, mechi dhidi ya Stade Malien iliisha bila, mechi dhidi ya Petro Atletico ya Angola kule nchini Angola ugenini walimaliza kwa sare ya 1-1. Matokeo yake na wao wanaingia uwanjani wakiwa na pointi 2, wakiwa wamefunga bao 1, wameruhusu bao 1. Kwa sababu hiyo ni mechi ambayo imma kila timu itatamani ipate pointi 3. Ndio, kwa sababu ndizo zilizopo mkiani. Simba iko mkiani kabisa kwa sababu haina point. Wanaofuatia majirani zao ni Esperance de Tunis, halafu kule juu timu mbili mpaka sasa kwenye kundi lao la D ni Petro Atletico na Stade Malien. Jambo ambalo ni tofauti na ilivyotarajiwa kwenye viwango vya ubora vya CAF wakati ikipangwa makundi. Namba 1 kwa ubora kwenye kundi lao kwa viwango vya CAF ni Esperance de Tunis, namba 2 Simba, halafu inafuatia Petro Atletico ya mwisho ambayo iliingia kutoka kwenye portfolio Stade Malien. Kwenye msimamo kibao kimegeuzwa. Sasa kuelekea mechi hii, Simba kwa nini wamekuwa mkiani? Simba kwa nini wamepoteza mechi zote mbili? Ukiangalia mpaka sasa Simba ni miongoni mwa timu zinamiliki sana mpira. Inamiliki mpira kwa wastani wa 62%. Wenyeji Esperance de Tunis, Esperance wao umiliki wa mpira ni 60%. Kwa hiyo zinakutana timu ambazo zinamiliki sana mpira. Lakini Simba wakaonyesha udhaifu katika kupachika mabao kwa sababu ndio timu inayoshika nafasi ya pili kwa kupoteza big chance. Tunasema big chance miss, big chances miss. Simba inashika nafasi ya pili kwa sababu imeshapoteza nafasi 5 za wazi za kufunga. Lakini wanacheza dhidi ya nani? Dhidi ya Esperance ambayo yenyewe ndio inaongoza kwa kupoteza nafasi wazi za kufunga, ishapoteza nafasi 9 za kufunga. Ndio timu zinazokutana hizo, unaona mechi itakuwa ya mvuto wa aina yake na kila mmoja akitaka kushinda. Lakini Simba ni timu ambayo kwenye kufanya majaribio ya kufunga imepiga mashuti, tusema shots, imepiga mashuti 25, kati ya mashuti 5 tu yamelenga shabaha, lakini yenyewe imepigiwa mashuti 23 na wapinzani, kati ya hayo 9 yamelenga shabaha. Hapa pana kitu cha kujadili kwamba Simba kwenye rekodi zake za kufanya majaribio ya kufunga, wapinzani wamepiga mashuti mengi zaidi ya kulenga shabaha kuliko wao kwa mashuti 4 ya ziada. Ndio maana haishangazi kuona wamefunga bao 1, wameruhusu mabao 3. Wanadaiwa mabao 2, yani goal difference hasi 2. Kwamba
kwenye eneo lao la ushambuliaji kuna shida, kwamba kwenye eneo lao la kuzuia kuna shida. Maana wanapiga mashuti machache ya kulenga shabaha baada ya mashuti 25, wanakosa nafasi nyingi za wazi ambazo ni 5, halafu bado wanapigiwa mashuti mengi ya kulenga shabaha, halafu bado wanaruhusu mabao mengi zaidi kulinganisha na wanavyofunga. Ndio maana unaona kulikuwa na kila sababu wakati wa dirisha dogo kuimarisha zaidi kikosi chao. Matokeo yake ishangazi kuona Ismail Olivier Toure, mchezaji mwenye urefu wa futi 6+ akiungana na walinzi wengine wa Simba kumfanya kocha Steve Becker aamue yeye nani wa kwanza kama beki wa kati. Lakini pia wanampata Nixon Kibabage, beki ambaye ni wa kushoto akiwa kwenye kiwango chake bora, mbali na ubora katika kuzuia, lakini timu inaposhambulia yeye hubadilika na kuwa kama playmaker, kiungo mchezeshaji kwa ajili ya kwenda kuongeza chachu ya mashambulizi kwenye lango la wapinzani, leo hii wakiwa Esperance de Tunis. Lakini kuna Libase Geye, mchezaji wa kimataifa wa Senegal aliyeng'ara sana katika michuano ya CHAN iliyoandaliwa kwa pamoja na Tanzania, Kenya na Uganda hivi karibuni, akiwa ametoa assist 2 katika michuano ya CHAN, aking'ara sana na kuwa mchezaji bora wa mchezo katika mchezo mojawapo. Ndio maana naye akasajiliwa wakati wa usajili wa dirisha dogo kuiongezea nguvu Simba wakati wanaposhambulia, hasa kwa kutambua kwamba yeye ni kiungo ushambuliaji kutokea kulia. Lakini kuna golikipa Jibrila Mahamadou Tanja Jibo, naye ni mchezaji wa kimataifa kutoka Niger. Golikipa huyu ameongezwa wakati wa dirisha dogo, bila shaka kuimarisha Simba katika kuzuia bado, kwa sababu imeruhusu mabao 3, ingawa makipa wake walishacheza saves 9. Bahati mbaya kwa Simba ni kwamba wale makipa namba 1 na namba 2 wote wamepata majeraha na hivyo hawezi kuwatumia, ndio maana wakienda sokoni katika dirisha dogo. Tanja aka Jibo anatazamiwa awe miongoni mwa wachezaji ambao kocha Steve Becker akiamua anaweza kumtumia katika mechi hii dhidi ya Esperance de Tunis, kwa kuzingatia hiki kilichotokea katika mechi zao 2 za awali. Wanacheza dhidi ya Esperance de Tunis ambayo kwenye mashuti yenyewe ndo timu inayoongoza kupiga mashuti mengi, mpiga mashuti 34 katika mechi 2, lakini kwenye mashuti hayo yaliolenga shabaha ni mashuti 8. Yes, hapa nazungumzia Esperance de Tunis, na kisha wao wamepigiwa mashuti 18, kati ya hayo 5 yamelenga shabaha, halafu matokeo yake goli ni 1-1, wakati kwa Simba huku goli ni 1-3. Ndio wanakutana wawili hawa, na hivyo kutarajiwa kuwa mechi yenye mvuto wa hali ya juu. Bao pekee la Simba limefungwa na Neo Maema. Bao pekee la Esperance limefungwa na Abdrahmane Konate, mchezaji wa kimataifa wa Ivory Coast. Umri wake miaka 19, goli lenye nguvu la kulia, anatokea upande wa kushoto. Na assist aliipata kwa beki wake wa kushoto, umri miaka 30. Huyu ni Mohamed Amin Ben Hamida, ndiye aliyetoa assist. Wote wanatokea upande wa kushoto katika mfumo wa baada ya golikipa. Kuna kwa walinzi 4, viungo wale ukabaji, viungo 3 ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Yeye anayetokea kushoto kati ya wale viungo 3 ushambuliaji ndio huyu Abdrahmane Konate, kijana mwenye miaka 19, goli lenye nguvu la kulia, anatokea kushoto, huwa anaingia ndani. Simba lazima wajipange kupambana na Esperance katika maeneo yote. Mshambuliaji Florian Danyo ambaye Esperance de Tunis walimsajili kutoka Liga 1, ligi kuu ya Ufaransa, kwa matarajio kwamba afunge sana mabao. Yeye katika yale mabao 9 ya wazi waliopoteza, big chances miss, peke yake amepoteza nafasi 4 za wazi. Sasa Simba leo hii wakiwa na Libase Geye, wakiwa na Nixon Kibabage, wakiwa na Ismail Olivier Toure, wakiwa na golikipa Jibo pamoja na nyota wao waliopo kama Elie Mpanzu Kibisawala, matarajio ni kwamba huduma kwenda kwa washambuliaji wao kina Jonathan Soa, Selemani Mwalimu itakuwa ya kutosha kwa sababu ya ubunifu kutokea maeneo pembeni, Libase Geye, Elie Mpanzu Kibisawala. Lakini pia kwenye eneo la ulinzi matarajio ni kwamba litakuwa limeimarika zaidi baada ya ujio wa Ismail Olivier Toure akiungana na kina Wilson Nangu, Rushain Derok, lakini pia ujio wa Nixon Kibabage akiungana na kina Nabi Kamara, kina Anthony Mligo na walinzi wengine ndani ya Simba wakiwemo kina Shomari Kapombe, viungo wao kina Yusuf Kagoma, Kamara ambaye pia ucheza kama kiungo lakini pia kama beki wa kushoto pindi kocha anapoamua. Matarajio ni kwamba Simba tutakuwa imeimarika zaidi na kupindua meza kibabe kuanzia leo katika mpango wa huo kwa kupata pointi dhidi ya Esperance kule nchini Tunisia. Ni mechi ngumu, lakini matarajio kwa Simba hii ilivyojipanga leo hii, masaa machache yajayo, Simba hii wazee wa hizi kazi ambao kama nilivyotoka kueleza awali, robo finali huwa sio kitu cha ajabu kwao. Matarajio ni kwamba leo hii watapata point katika kutimiza mpango wao kwenda robo finali, kwenda nusu finali, kwenda finali na ikibidi kutoa ubingwa, maana hakuna
ajuae. Walishafanya hivyo msimu wa 2022-2023. Simba mechi mbili za kwanza za hatua ya makundi walifungwa na Oroya 1-0 ugenini, wakafungwa 3-0 na Raja Casablanca kwa Mkapa. Lakini baada ya hapo walipindua meza kibabe kwa kushinda mechi 3 na kusonga mbele hatua ya robo finali kutoka kwenye kundi lao. Sasa na msimu huu wameanza kwa kufungwa mechi 2. Je, watapindua meza kwa namna gani? Leo hii dhidi ya Esperance yaweza ikawa ni tiketi mojawapo ya kutekeleza mpango huu. Wazee wa hizi kazi watimize kile ambacho Tanzania wamekuwa kitarajia siku zote kutoka kwao katika michuano ya CAF. Msimu uliopita walifika fainali kombe la shirikisho barani Afrika, wakalikosa kwa kutwaliwa na RS Berkane kutokana na kipigo walichokipata kwenye fainali cha jumla mabao 3-1. Msimu huu matarajio ni kupiga hatua zaidi kwenye ligi ya mabingwa, sio tu robo fainali ambayo ndio ngazi ambayo wamekuwa kifikia kuanzia 2018-19, bali sasa kwenda mbali zaidi. Libase Geye akiungana na Elie Mpanzu Kibisawala, kuna Neo Maema, Jonathan Soa, Selemani Mwalimu. Nyuma kuna Ismail Olivier Toure ambaye pia ni mzuri kupiga pasi ndefu zinazofika kwa malengo katika eneo la mwisho. Golikipa Jibo. Lakini na wengine waliopo, ni dhahiri kwamba Simba inayo nafasi kwa furaha wa Tanzania. Cha msingi wajitume mwanzo mwisho. Kila mpira wa kugombania 50 kwa 50 wawe washindi, lakini pia kutumia nafasi wanazozitengeneza, kwa sababu kuwa na sifa hii ya kuwa timu ya pili kupoteza nafasi za wazi za kufunga sio nzuri hata kidogo, maana hawajitendei haki, wanatengeneza nafasi hawazitumii. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.